wakati magonjwa yanaweza kuwa yanawakabili, lakini kwa sababu wana Yesu, ndio wana machozi kwa sababu ni wanadamu, lakini bado wana imani ya kwamba iko saa machozi yao yataondoshwa. Hawa ni Waadventista wa Sabato ambao kuna nyakati wamepitia uzoefu wa kufiwa, lakini habari njema ni hii, watavuna kwa furaha. Na hii ni saa ile ambayo tumaini lenye baraka la ufufuo litakapothibitishwa. Hawa ni Waadventista wale wa Sabato ambao ni kweli kuna wakati wamekuwa hawana kazi na wameendelea kuja hapa kanisani kibamba, na hata wakati fulani watu wameendelea kuwacheka, mnakwenda kanisani kufanya nini? Lakini mioyoni mwao wanasema tunakwenda kwa Bwana. Mizigo yao wanakwenda kuipeleka kwa Bwana. Ni kweli kuna wakati wanaweza kuonekana wana maisha duni, lakini katika mioyo yao wana maisha yaliyo ya tajiri. Ni kweli kuna wakati wanaweza kuonekana wanashindwa sana katika maisha ya uchumi, katika maisha ya masomo, katika maisha ya ndoa, lakini bado wanatumaini na Mwokozi wao. Waliopanda kwa machozi hata katika nyakati za Biblia, nikutie moyo, walivuna kwa furaha. Tazame Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Yusufu alipelekwa gerezani, lakini habari njema ni hii, Yusufu aliibukia kuwa waziri mkuu. Machozi ya watoto wa Mungu hajawahi kuyaacha bila majibu. Machozi ya watoto wa Mungu, fuatilia hata wana wa Israeli walipokaa utumwani miaka 430. Kutoka sura ya 3, Biblia yangu inaniambia wakati Mungu anazungumza na Musa, anasema nimeyasikia machozi yao, leo nimekisikia kilio chao, nami nimeshuka niwaokoe. Sikia wewe ambaye unanifuatilia hapa kibamba na katika mitandao ya kijamii, habari njema ni hii, wanaopanda kwa machozi watavuna kwa furaha. Bwana na akupe furaha yako ambayo wakati fulani imeonekana kuchelewa. Ni kweli umeendelea kupata wachumba, lakini hao wachumba wamekuwa wakiondoka bila kufunga ndoa nawe. Habari njema ni hii, endelea kuyapeleka machozi yako kwa Bwana. Wanaopanda kwa machozi sio wanaolialia tu bila tumaini. Hawa ni wale ambao wanaendelea kumtumaini Yesu. Ni kweli hawana vyote, ni kweli wanaweza kuonekana kuchekwa, lakini bado wanaendelea kumshikilia Yesu wao. Machozi yao yanajulikana na Bwana. Ni kweli walishawishiwa kwenda kwa waganga, ni kweli walishawishiwa kwenda kutafuta nguvu za kuolewa, ni kweli walishawishiwa kufanya kitu fulani, lakini bado waliendelea kusema mimi na Yesu wangu tu, hata kama hatanisaidia bado nitaendelea kumwamini. Hata kama nitaonekana kushindwa kwingi, bado tumaini langu litakuwa kwake. Hata kama ni kweli nitaonekana kuchelewa kuolewa, lakini bado nitaendelea kuwa mwaminifu. Ni kweli ninaweza kuonekana biashara zangu kila wakati zinashindwa, na ninafungua hii, ninatoa zaka kwa uaminifu, lakini mambo ni magumu. Habari njema katika jioni ya leo tunapoelekea katika ibada kuu, nataka nikwambie wanaopanda kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Unaposimama na waimbaji wanapoendelea kuimba, Bwana nakusaidie hili neno lisibitike kwenye maisha yako, ili machozi yako yote ambayo umeendelea kumlilia huyu Yesu, ambaye ameendelea kuyaona machozi ya watoto wake vizazi na vizazi, hata na wewe katika kila chozi ulilo nalo akufanye uvune kwa kelele za furaha tunaposimama. Na kama una mzigo wakati wanaimba waimbaji, endelea kutaja moyoni. Na habari njema ni hii, kesho tutakuwa na sanduku la maombi. Leta haja yako, huyu Bwana ambaye anawapa watu furaha akupe na wewe. Ngoja ulie yote, uje leo. Mwambie Bwana aje leo, ili alithibitishe neno hili ya kwamba wanaopanda kwa machozi huvuna kwa kelele. Wewe endelea kutulia miguuni pake, endelea kumwamini. Watakwambia nenda kwa waganga usiende, watakwambia una mikosi sawa. Habari njema ni wanaomwamini mikosi haina nguvu kwao. Atakusikia.
moyo wako ni mlevi, kila wakati unafunga, kila wakati unalia, kila wakati unajitoa, madamu yakasikia, habari njema ni hii. Unapojitoa kwake sasa, atakufanya uvune kwa kelele za furaha. Yesu asihi wakawiao, waje leo. Mnaokawia, mmekata tamaa kabisa, maombi mnaona ni kwamba hayajibiwi, mmekata tamaa, mmeona mambo hayaendi sawa, mmeona nikana kwamba mna haja ya kuomba maana maombi yanachelewa kujibu. Sikia, wanaopanda kwa machozi utavuna kwa kelele. Mgonjwa ambao umemlilia Bwana miaka yote kwenye kambi la mwaka huu, na ufanye kwa afya, ili walio kucheka waje waulize ilikuwaje, and we tell them that it was my God whom I serve. Tuombe. Wewe ndiye Mungu ambaye katika machozi unatupa furaha. Wewe ndiye Mungu ambaye wakati ambapo ulimwengu umetuacha, wewe bado ubaki nasi. Wakati ambapo ulimwengu na hesabu dhambi zetu na kulinganisha na matatizo yetu, wewe Baba unasema haki yako yatosha. Kwenye kambi la Kibamba 2026, wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Waliokata tamaa na kuvunjika moyo watangaziwe amani, watangaziwe rehema, wahakikishiwe ushindi wa kusonga mbele. Ambao watakuja na mapepo katika kambi hili, wakikanyaga hapo getini, moto na uangushe pepo zote, ngome zote za shetani na ziharibiwe. Ambao wameendelea kuomba kazi na wakati fulani umeona wana machozi, kila wakienda wanapangwa, wataitwa hawaitwi. Bwana, kabla mwaka huu haujaisha, watendee jambo, na ukiwatendea uwakumbushe ya kwamba ni kwa sababu walikwenda katika mlima wa Bwana, kwenye makambi hapa Kibamba, ndipo ambapo rehema ya Bwana ilimwagwa kwa wingi. Achilia rehema yako nyingi katika kambi hili. Kila mmoja akutane na kituko. Mwenye ndoa iliyokuwa inasukwa na mwovu, ilikuwa karibu kuanguka, Bwana isimamishe. Yule ambaye mume wake alichukuliwa na kimada, Bwana umrudishe, aidha baada au kabla ya makambi haya kuisha. Wale ambao wameendelea kuteseka katika uchumi, Bwana endelea kufufua uchumi wao. Tangaza uchumi na tamani wa Sabato wa Kibamba wajawe na baraka za Bwana. Wamiliki mashamba na maduka, biashara kubwa kubwa, waumiliki uchumi wa Dar es Salaam, Bwana shughulika na maisha ya watoto wako hapa Kibamba. Tuhudumie. Tuko tayari kupokea msamaha, tuko tayari kuzipokea baraka, tuko tayari kusamehewa katika kambi hili. Wahudumu wote uwabariki, kila mmoja kwa zamu yake akisimama, hata waimbaji wavike na utukufu wa Bwana. Inatosha kusema hawa wote ambao wanapanda kwa machozi wavune kwa kelele za furaha. Neema yako inatutosha, sio leo tu, bali milele na hata ujapo, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.